Mimi Songoro Hamisi Mnyonge natamka kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa wadhifa wangu wa udiwani, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kamati za kudumu za halmashauri kama ilivyowekwa manispaa ya Kinondoni kwa uaminifu, uwezo na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Na tamko hili limetolewa hapa Kinondoni na Josephine Aidan Wage leo tarehe 5 mwezi Disemba 2025. Naomba kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kunichagua kwa mara nyingine kuendelea kuwa meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Mmenionyesha imani, na mimi naomba niseme deni la imani siku zote halilipwi kwa fedha. Deni la imani linalipwa kwa matendo. Naahidi mbele yenu nitafanya kazi na ninyi, nitafanya kazi kwa uwazi, nitafanya kazi kwa upendo, nitafanya kazi kwa ushirikiano. Tunakwenda kuongoza halmashauri. Tuna safari ya miaka 5. Leo tumeunda kamati. Kamati hizi nyingi ni mwaka mmoja. Tunaanza, mtaona. Mwakani Mungu akipenda tunaweza tukaendelea hivyo hivyo, ama tukabadilisha, tukaendelea kujenga uzoefu kwa watu wengine. Mwingine alikuwa kwenye kamati hii akatoka akaenda kwenye kamati nyingine. Maana yake ni nini? Ili kila mmoja wetu hapa endelee kupata ufahamu mpana wa kuelewa majukumu ya halmashauri katika kila sekta. Kwa hiyo wale walioko mipango miji mwaka huu, inawezekana mwakani wakawa kwenye huduma za uchumi, na wa huduma za uchumi wakawa kwenye mipango. Tuungane pamoja, tukaisemee vizuri serikali yetu, tukatengeneze mshikamano na wananchi wetu katika maeneo yetu. Sisi ndio tuko chini. Wabunge hawa wataondoka, watakwenda bungeni, lakini diwani haondoki kwenda bungeni. Diwani anabaki kwenye halmashauri. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa anabaki kwenye mtaa wake. Kwa hiyo ukiangalia viongozi ambao tuko karibu na wananchi kwa shughuli za kila siku, kwa shida zao, kwa raha zao, kwa maumivu yao, ni sisi waheshimiwa madiwani pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa, ambao tutagongewa saa zote, lazima tuitike. Kwa hiyo watu wa kulinda maslahi ya wabunge wetu, kuwasemea wabunge wetu, kuwapa hoja za kwenda kupeleka kule, na wakati mwingine hata kuwalinda pale ambapo tunaona wanataka kuchafuliwa. Wa kwanza ni wenye viti wa serikali za mitaa, wa pili ni sisi waheshimiwa madiwani. Wabunge hawa watapata faraja ya kwenda kuomba fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye wilaya ikiwa sisi tutakuwa kitu kimoja. Mji uliokuja kuanzishwa baadaye ndio mji huo wa pembezoni. Kwa hiyo maendeleo, mji huu Bryson aliupanga huku, hakupanga Kawe, kwa sababu Kawe ilikuwa ni mashambani. Kawe huko ndo kwenye ng'ombe, kihistoria tunajua. Ukienda mbele watu wanaondoka hapa mjini anakuambia anaenda shamba, anaenda Bunju, anaenda shamba, anaenda Bweni, anaenda shamba, anaenda Mabwepande. Baadaye ndio tumekuja kutengeneza mji kulingana na nini? Na uhitaji. Sasa mahala ambapo tumetengeneza mji, tutake tustake, ni lazima tupeleke maendeleo kwa gharama kubwa. Leo hata kwenye idadi ya watu, ndugu zangu, idadi ya watu waliopo jimbo la Kinondoni na idadi ya watu waliopo jimbo la Kawe, jimbo la Kawe watu ni wengi kuliko jimbo la nini? Kwa hiyo jimbo la Kawe, utake usitake, ni lazima upeleke maendeleo ya miundombinu. Tunahitaji shule, madaraja, barabara na kadhalika na kadhalika. Na ndio maana hata tulipokuwa tunajadili DMDP2 tulielekeza, nadhani utekelezaji wa DMDP2 ambao bado haujaanza kutake off vizuri, zaidi ya 70% unakwenda kutekelezwa kwenye jimbo la Kawe. Hayo ni maendeleo, sio maendeleo? Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muendelee kuwa na imani. Inawezekana wakati mwingine ukubwa wa eneo hata ukifanyiwa maendeleo huoni. Inakuwa ni kama vile maji, unachukua maji kwenye pipa unachota kwa kisoda. Huwezi kuona kama umechota kitu chochote. Lakini chukua nafasi hii pia nikupongeza wewe mstahiki meya na naibu meya kwa kuaminiwa na waheshimiwa madiwani muwe viongozi wao
hasa wewe katika kipindi hiki cha miaka mitano. Ni imani ambayo wako nayo na mategemeo makubwa ambayo wako nayo kwako wewe, lakini pia na naibu wako, kwamba katika kipindi hiki basi wataendelea kuwa salama. Binafsi nimefanya kazi na wewe sasa ni miaka mitatu hivi. Sina mashaka na uwezo wako, sina mashaka na uadilifu na juhudi zako katika kufanya kazi kwa kweli, na na imani pia kwamba madiwani hawajakosea, na hivyo miaka hiyo mingine manispaa ya Kinondoni itaendelea kuwa yenye mafanikio makubwa siku hadi siku. Kwa hiyo hongera sana kwa kuchaguliwa na nikutakie kila laheri katika majukumu yako yanayokuja. Na waheshimiwa madiwani pamoja na mstahiki meya, mmeanza safari ya miaka mitano. Safari hii imeanza rasmi leo baada ya kula kiapo hiki, na niwapongeza pia kwa kula kiapo hiki vizuri. Sasa kazi ambayo iko mbele sio nyepesi kama ambavyo katibu pia ametoka kuizungumza. Manispaa ina mategemeo kwenu, wananchi wana mategemeo sana kwenu, kwamba baada ya huu sasa uchaguzi ni nini kinachofuata. Mimi nitoe rai, mimi nitoe wito, mimi niwasisitize sana waheshimiwa madiwani. Tuna wajibu wa kuifanya huko mbele. Tuna kazi kubwa ya kuitekeleza. Kupokea maelekezo mbalimbali ya serikali, lakini pia na kuitekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 kuelekea 2030. Kwa hiyo tusichukulie miaka mitano kama ni muda mrefu sana, ni muda mchache sana. Lakini utakuwa ni muda mzuri kama tutafanya kazi kweli kweli. Kwa hiyo wakati huu wote, na ni vizuri mimi niombe sana, tufikirie kuacha alama katika kata yako, fikiria kuacha alama katika manispaa hii ya Kinondoni. Alama gani wewe sasa unaenda kuiacha safari hii uanze sasa hivi? Fikiria makundi yale maalum yaliyopo katika kata husika. Vijana, wanawake, watu wenye ulemavu.